Ijumaa ya tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026, hii ikiwa ni episode ya mwisho katika wiki hii ya GPS. Kama ambavyo unafahamu, inakujia kila siku za wiki kwa sasa, Ijumaa kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Na leo naitwa Frederick Bundala Skauka, kama kawaida host wako hapa. Leo tupo wawili, nipo na Ali Masubi. Henry ana udhuru wake leo pia, lakini katika episode kama 3 zilizopita tujawa na Smart kwa sababu kuna jambo ambalo analishughulikia linamfanya asiwe pamoja nasi, lakini hakuna kilichoharibika, japokuwa Asubi pia utakuwa na udhuru hivi karibuni. Kwa ufupi tuambie ratiba yako itakuwaje wiki ijayo? Nipende tu kuambia ndugu zangu wana SNS, wana GPS kwamba siku ya tarehe 15 kwa bado tutakuwa tuko wote kidogo. Nitakuwa ambayo ni Ijumaa ya wiki ijayo, nitakuwa niko Dodoma kwa ajili ya kushiriki kama mchangiaji kwenye mjadala kuhusiana na fursa za kibiashara ambazo zinapatikana kwenye teknolojia. Sasa mimi kama nilivyosema ni miongoni mwa watakaokuwa wanachangia hapo, na niseme tu kwa wale wana SNS, wale na GPS, lakini pia wadau wote wa masuala ya kiteknolojia na fursa zinazopatikana kutokana na teknolojia, basi mkaribie hapo Dodoma katika ukumbi wa Jakaya Kikwete siku hiyo ya tarehe 15, ambapo mambo ni mengi ambayo tutajadili, lakini zaidi tukiangalia namna gani teknolojia inavyoweza ikatunufaisha hasa katika uchumi wa sasa ambao engine kubwa ya uchumi ya maendeleo ya kiuchumi ni teknolojia. Sasa kwa fahamu kwa kipindi kirefu sasa mada imekuwa ni ile kwa sababu ina matawi mengi sana na imeunganisha dunia yote kwa pamoja. Na usiku wa kuamkia Ijumaa hii kumekuwepo na maendeleo mengine ambapo mambo yalibadilika na watu wakawa wanahofia kwamba round 2 ndio inaanza ama vipi, lakini nashukuru kwamba mpaka sasa bado haijawa hivyo. Lakini Marekani na Iran zilirushiana mashambulizi Alhamisi hii katika kile kinachoonekana kuwa jaribio kubwa zaidi kwa usitishaji wa mapigano wa mwezi mmoja kati ya mataifa hayo mawili, lakini Iran ilisema hali imerejea kuwa ya kawaida, huku Marekani ikisisitiza kuwa haitaki kuongeza mzozo huo. Wakati huo Rais wa Marekani Donald Trump aliambia ABC kuwa usitishaji wa mapigano bado upo na unaendelea. Hata hivyo, katika ujumbe alioandika kwenye mitandao ya kijamii, alilitishia Iran mashambulizi zaidi ikiwa haitofikia makubaliano na Marekani. Baadaye akiwaambia waandishi wa habari, Trump alisema Marekani bado inaendelea na mazungumzo na Iran. Kwa upande wake, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ilithibitisha kuwa ilifanya mashambulizi ya kujilinda dhidi ya Iran kufuatia kile ilichokiita mashambulizi yasiyo na sababu dhidi ya manowari ya meli za Marekani zilizokuwa zinapita katika mlango wa Hormuz kuelekea Ghuba ya Oman. Iran imekuwa ikizuia mlango wa Hormuz, njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta duniani tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani, Israel na Iran mwishoni mwa Februari. Kwa upande wake, kamandi kuu ya jeshi la Iran ilishutumu Marekani kwa kuvunja usitishaji wa mapigano baada ya kulenga tanka mafuta ya Iran pamoja na meli nyingine na kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya kiraia katika kisiwa cha Keshim pamoja na maeneo ya pwani ya Bandar Kamil Sirki. Jeshi la Iran lilisema lilijibu kwa kushambulia meli za kijeshi za Marekani mashariki mwa mlango Hormuz na kusini mwa bandari ya Chabahar. Msemaji wa kituo cha Hatam al-Anbiya alisema mashambulizi hayo yalisababisha uharibifu mkubwa. Hata hivyo, jeshi la Marekani lilisema lilidungua vitisho vyote vilivyokuwa vinaelekea kwa vikosi vyake na kusisitiza kuwa hakuna mali yoyote ya Marekani iliyopigwa. Marekani na Iran zilirushiana mashambulizi Alhamisi katika kile hapa inasema hata hivyo jeshi la Marekani CENTCOM ilisema hapa hatutafuti kuongeza mzozo, lakini ipo tayari kulinda vikosi vya Marekani. Taarifa hiyo ilisema. Vyombo vya habari vya Iran baadaye viliripoti kuwa baada ya saa kadhaa za mashambulizi, hali katika visiwa vya Iran na miji ya pwani karibu na mlango wa Hormuz ilikuwa imerejea kuwa ya kawaida. Mapema wiki hii jeshi la Marekani lilisema liliharibu boti 6 ndogo za Iran na kudungua makombora na drones
wakati Tehran ikijaribu kuzuia juhudi za Marekani kufungua njia hiyo ya usafirishaji katika mlango wa Hormuz. Iran pia ilishambulia UAE kwa makombora siku hiyo. Juhudi za Marekani kufungua njia hiyo zilisitishwa baada ya Saudi Arabia na Kuwait kuzuia matumizi ya vituo vyao vya kijeshi na anga zao na Marekani. Kwa mujibu wa mwandishi wa Fox News Jennifer Griffin, hatua hiyo ilitokana na hasira za mataifa ya Ghuba baada ya maafisa wa Marekani kupunguza uzito wa mashambulizi dhidi ya UAE. Hata hivyo, vizuizi hivyo baadaye viliondolewa, jambo linaloweza kuruhusu operesheni ya kufungua mlango wa Hormuz kuanza tena siku zijazo, kwa mujibu wa ripoti ya Wall Street Journal. Kando na hilo, Marekani iliweka vikwazo dhidi ya naibu waziri wa mafuta wa Iraq pamoja na viongozi watatu wa wanamgambo kwa kile ilichodai ni kuisaidia Iran. Sasa story kubwa ndo hiyo, na hili limetokea usiku sana mzee, wakati mimi najitahidi kulala mapema, lakini ilitokea saa 9 usiku. Nilikuwa nimeamka, alafu nikawa nimeona kwenye hizi tovuti ambazo nazifuatilia, na nikaona kwamba tayari pamenuka hapo. Nikasema nilale kwanza niamke nikitarajia kwamba pengine asubuhi ningekuta imekuwa mbaya zaidi ya hiyo, lakini hakukuwa na escalation yote. Wewe niambie nini ambacho ulikishuhudia usiku huu? Ulisema ulitaka kuniambia kwamba mambo yamenuka huko. Ya kwamba kimenuka, kimewaka, na mimi binafsi nimeshtuka mpaka nalala mida kama ya saa 6, hamna chochote kidogo kimetokea mtandaoni. Lakini ninapokuja kushtuka asubuhi na mapema sana, ndo nakutana na hizo taarifa kwamba usiku wa kuamkia Ijumaa, usiku wa Alhamis, kwamba kilinuka huko kwa lugha ile ya Kiswahili ya kupambisha huko kusini mwa Iran, na ilisikika milipuko, na sio tu milipuko, mifumo ya ulinzi ya anga ya Iran ilikuwa activated, ikiwa ina maana ilisikika ikishusha hatari mbalimbali ambazo zimeripotiwa kama ni drone kadhaa ambazo zilikuwa zinashambuliwa pia kuelekea nchi ya Iran. Lakini pia kama ambavyo umesoma kwenye taarifa kwamba nini sasa kilichosababisha hii hali ikawa imejitokeza, mamlaka za Iran zikaongea, lakini pia kamandi kuu ya vita ya Marekani, kamandi kuu ya kijeshi ambayo ndio inaratibu vita nzima inayoendelea baina ya Marekani na Iran, ikaja na yenyewe na taarifa yake. Sasa sisi ambao wadau tulikuwa tunataka kujua nini tena kimetokea, vita, tumerudi tena kwenye vita. Ndio hapo sasa wa Iran wenyewe wakasema kwamba kuna meli zao za kubeba mafuta, tankers, ambazo zilishambuliwa, ama kuna namna ambavyo meli za Marekani zilikuwa zinataka kuzikabili hizo meli ambazo ziko karibu kabisa na pwani ya huko nchini Iran, maeneo ya Bandar Abbas hapo na sehemu hizo. Sasa baada ni meli 3 za kivita, yani destroyers zile. Kwa hiyo baada ya hiyo hali, wa Iran nao kwa safari hii wakawa wamelazimika kuweza kupeleka mashambulizi, na haitofautiani sana na kauli ambayo CENTCOM wamesema, lakini tofauti ni moja tu. Wa Iran wao wanasema katika shambulizi hilo ambalo walilifanya na drone, ambalo walilifanya na makombora, bila shaka makombora ya cruise na ballistic yatakuwa yalihusika, kwa sababu, lakini walisema ni anti-ship, kwa sababu meli huwa inashambuliwa na makombora maalum ambayo yanajulikana kama anti-ship missiles, makombora kwa ajili ya kukabiliana na meli. Kwa hiyo wanavyosema wao, wanasema hizo meli zimedhurika na ikabidi retreat, yani zirudi nyuma kwenda huko in the Sea of Oman, katika bahari ya Oman. Lakini hiyo ni taarifa wa Iran wameongezea hapo kwenye kudhurika. Marekani wao wanasema baada Iran walishambulia, lakini je, kwa nini walishambulia? Wa Marekani hawajasema kwa nini, lakini wanasema walilazimika kujilinda baada ya Iran kuwafanyia mashambulizi.
Kwa hiyo wale pia walilazimika kufanya mashambulizi ya kujilinda kwenye maeneo mbalimbali nchini Iran. Kwa hiyo walilazimika kujilinda kwanza na ile hatari ambayo inakuja, zile drone ambazo zilikuwa zimeelekezwa ili zije kupiga ama kuzipiga hizo meli, kwa sababu ilikuwa ni shambulizi mseto la drone na makombora. Kwa zile meli ni meli ambazo zina mfumo wa ulinzi unajulikana kama Aegis Air Defense System, mfumo wa ulinzi wa majini wa kujilinda dhidi ya hatari mbalimbali. Na meli hizo tunafahamu pia zina uwezo wa kufanya mashambulizi, ambayo mashambulizi haya yanaweza yakawa ni mashambulizi ya makombora ambayo ni Tomahawk missiles zipo kwenye hizo meli, lakini pia meli kama vile Ticonderoga nazo zina hizo Tomahawks, lakini hizi meli inasemwa ziliweza kujilinda, lakini katika hali ambayo CBS imesema, CBS News, ni kwamba hali ilikuwa mbaya kiasi kwamba baadhi ya meli hapo zililazimika kutumia mfumo ambao unajulikana kama CIW system. CIW ni mfumo ambao tunasema ni closing weapon system, yani hii ni last resort. Hizi meli nimekuambia zina mfumo wa Aegis. Maana yake Aegis ina layers kama 3. Kwanza ni makombora yale SM2, SM3 ambayo yanatakiwa yakabiliane na hilo tishio likiwa liko mbali kabisa, kilomita nyingi. Lakini hiyo inapofeli, inavosogea zaidi, unakuja mfumo wa pili, na mfumo wa mwisho kabisa ndo huo mfumo wa hiyo closing weapon system Phalanx, ambayo inakupo ni bunduki maalum iko mbele pale kwenye meli, ambayo ni automatic gun, ambayo ni satellite guided. Kwa hiyo sasa ndio ambayo ina uwezo na yenyewe kwa automatically, yani kwa kujiongoza yenyewe, iweze kupiga risasi nyingi kuelekea lile tishio ambalo linakuja. Na huo mfumo unapozidi, maana yake ni kwamba meli itapigwa. Hiyo ndio option ya mwisho baada ya kuwa zile hatua zote zimeweza kuvukwa. Kwa hiyo inasema kwamba kwa mujibu wa CBS, chombo kikubwa nchini cha kutokea Marekani, kwamba paka huo ulikuwa employed, lakini hawajaripoti wenyewe. Marekani wamesema hawakudhurika, ila walazimika kufanyaje? Kujilinda. Lakini kitendo cha wao tu kuwepo hapo kwenye yale maji, kuwepo kwenye yale maji ya Iran wakati wa ceasefire, ama karibu na Iran, ama kwenye Hormuz, tayari tunajua lile ni eneo la kivita. Na hii ni mara ya 3. Mara ya kwanza walisema ile, tunakumbuka wamepita, Iran wakasema hawajapita, na tunakumbuka ile warning ama ile onyo ambalo wa Iran walitoa kwa meli za Marekani. Hii juzi pia wakasema meli 2 zimepita na zina operate ndani ya ile ghuba ya Uarabuni, na wa Iran wakasema hazikupita. Walishambulia ile warning shot, yani mapigo ya onyo, na wa Marekani wakarudi nyuma. Lakini safari hii naona hapakuwa na mapigo ya onyo, ni moja kwa moja wa Iran wameenda kushambulia, na Marekani akalazimika kujilinda na mashambulizi ya Iran. Kwa hiyo unaweza ukaona hizi chokochoko kaka Sky, ndo hizo tumeamka nazo leo, na imekuwa ni habari kubwa sana ambayo mwisho wa siku wa Marekani umebidi wajilinde. Kwa hiyo labda nikirudi tunaweza nikaendelea zaidi na analysis. Sasa kuna hizi updates zingine hapa ambazo, tuanze na kauli kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, ambapo wameshtumu Marekani kwa kuachana na diplomasia na kuingia katika kile alichokiita hatua za kijeshi zisizo za busara kufuatia mapigano usiku kucha katika mlango wa Hormuz. Je, hii ni mbinu ya shinikizo la kijinga au ni matokeo ya mtu anayehujumu mambo kumdanganya tena POTUS, President of the United States of America, na kumuingiza katika mkwamo mwingine? Araghchi aliandika katika taarifa aliyochapisha kwenye mtandao wa X. Sababu zozote zile, matokeo ni yale yale, aliongeza. Wa Iran hawapigi magoti mbele ya shinikizo, na diplomasia ndio huwa mhanga siku zote. Araghchi pia alijibu ripoti ya gazeti ya The Washington Post iliyodai kuwa CIA inaamini Iran bado ina 75% ya makombora yake ya ballistic iliyokuwa nayo kabla ya vita. CIA imekosea. Hifadhi yetu ya makombora na uwezo wa vifaa vyetu vya kurushia sio 75% ikilinganishwa na Februari 28. Takwimu sahihi ni 120%, aliandika. Hiyo tu kwanza, Bwana Masubi, unaionaje kwamba
tungesema kwamba labda ni nusu ya kile ambacho wamekiteketeza, lakini 75 ambayo naamini kwa mujibu wa CENTCOM ama Trump mwenyewe idadi yake ya namna ambavyo anaizungumzia asilimia atakuwa ameshusha sana, lakini wao wanasema ni 120%, kwamba tupo zaidi ya pale ambapo mmetuacha ama mlipotukuta. Hiyo ndio sanaa ya vita. Hiyo ndio sanaa ya vita. Sun Tzu katika kitabu chake cha Sun Tzu The Art of War, sanaa ya vita, anasema kwamba siku zote vita vyote vinapiganwa na dhihaka. Nami nimekuwa nairudia sana hiyo, kwamba maana yake ni nini? Siku zote appear weak when you are strong, appear strong when you are weak. Yani onekana dhaifu wakati uko imara, na onekana imara wakati uko dhaifu, kwamba adui wewe umedhoofika kabisa, lakini adui unamtengenezea mazingira yote aone kwamba huyu jamaa yuko imara sana, simuwezi. Lakini pale ambapo unakuwa umedhoofika pia, onyesha kwamba pale unapokuwa uko imara, onesha uko dhaifu ili adui yako pengine aweze kushambulia. Lakini yote kwa yote, dhihaka, deception ndio tunasema ndio sifa ya mapigano yote, na wanaofanikiwa katika vita yote ni wale ambao wanaweza kufanya deception vizuri. Maana yangu ni nini? Kutokana na kauli ya Abbasi Araghchi. Kama Abbasi Araghchi anasema wana 120%, maana yake ni nini? Na tunajua wameishatumia silaha kadhaa. Kwanza unarudi unaangalia rate ya silaha walotumia. Mimi nimekuwa nikisema mara kwa mara makombora wanayotumia, na ukiangalia miaka ambayo wamekuepo active kwenye uzalishaji wa makombora, unaongelea zaidi ya miaka 20 ya makombora yenye teknolojia ya hali ya juu, nikiwa nimechukulia kuanzia mwaka 2010 mpaka kufikia mwaka 2025. Hapa unaongelea ni miaka 24. Tangu 2010 Iran anatengeneza makombora ya kizazi kikubwa kabisa. Anatengeneza drone za kizazi cha sasa kuanzia mwaka 2015. Hapo yupo ana uwezo pia kutengeneza drone ambazo zina uwezo mzuri sana. Na hapo usisahau mwaka 2014 ameikamata drone ya Marekani ya Sentinel, drone ambayo ilikuwa ni ya kizazi kikubwa sana, ya uwezo mkubwa sana, ambao ni stealth. Wanainasa, wanailazimisha kuishusha, inaweza inashuka, yani hawakuitungua, waliinasa, wakaidanganya, ikaweza kushuka, wakaichukua. Mwishoni tunakumbuka ilipelekea paka Barack Obama kuwaambia Iran warudishe, na hawakuwahi kurudisha, na paka leo ipo kwenye maonyesho, na baadaye wameweza kuifanyia reverse engineering. Wana drone ambayo yatoleo kama hiyo, na wameweza kuteka nyingi kama hizo. Nini maana yangu kusema hivi? Kwamba hata mpango wao wa drone nao umeweza kuadvance kwa kiasi kikubwa, ambao mpango wa drone, mpango wa makombora, jana nilisema kwamba hii ndio backbone ama uti wa mgongo wa Iranian deterrence, yani uwezo wa Irani kuweza kujibu mapigo ama kutia hofu maadui zake kuweza kuishambulia, na uhakika wa malipizi kutoka kwa Iran ni kutokana na hii mipango miwili. Sasa kurudi 2010, kurudi nyuma, unaweza ukasema wana yale makombora ambayo walikuwa wanafanya uzalishaji, lakini ni yale makombora ambayo tunasema teknolojia yake si teknolojia ambayo ni kubwa sana. Nikiwa na maanisha hayana ufanisi mkubwa, hayana range ile kuu, labda hayana uwezo, zile maneuvering capabilities na teknolojia nyingine za ambazo zimeboreshwa, yenyewe hayana sana hayo, lakini sio hatari, yapo hayo. Na wao walisema hayo ndio walikuwa wanatumia zaidi kwenye vita, which is smart. Uwezo kutumia haya yenye teknolojia kubwa zaidi, kwa sababu hata gharama yake huwa inakuwa ni kubwa zaidi per unit. Kwa hiyo unaanza na kile ambacho kipo kingi, umekuwa nacho tangu miaka ya 90, miaka 2001, 2002, hapo bado Iran mpango wao wa makombora haujawa much advance kama ambavyo uko sasa hivi. Alafu baada ya hapo sasa ndio unaanza kutumia makombora ambayo, imagine ile kombora ambalo linatawanyika na kuzalisha makombora mengine madogo madogo mengi. Lile hatukuwahi kuliona, lakini tunaona wamelitumia sasa hivi, ambalo linajulikana kama Khaibar Shahan, na tunaona madhara yake yalivyokuwa makubwa, namna lilivyokuwa linapasuka, linatengeneza milipuko, makombora ya msambao ya milipuko madogo madogo mpaka 100 yanayosambaa na kuweza kusababisha madhara makubwa sana katika miji mbalimbali nchini Israel. Hayo yote tumeweza kuyaona. Sasa bado Iran hasikumbuki kama kuna siku alishambulia makombora zaidi labda ya 100 ama 200. Hapana.
na paka vita vinaisha tunaona bado anasemwa na makombora mengi. Sasa Marekani kweli alikuwa anafanya mashambulizi, na katika analysis zangu za mwanzo kabisa kwa common sense, yani kwa ile akili ya kujiongeza, nilisema kwamba Marekani kusema taharibu zile tunnels za njia za chini ambazo tumekuwa tunaona wa Iran ndio wametengeneza mahandaki ya chini ambayo yanapita kama njia kwa kilomita nyingi sana, kusema atalipua yote yale ni uongo, kwa sababu ile ni kama maze, huwezi ukajua network yake inaendaje. Lakini zaidi wenyewe walikuwa wanaathiri ile accessibility. Yani kusema wataathiri lenyewe ni ngumu. Yani ni sawasawa na kusema bahari hapo, ingiza mkono chomoa samaki. Unaweza ukaona ingiza mkono mchukue samaki, ni ngumu sana kwa sababu ni njia nyingi zimepita chini. Kwa hiyo hata kama utapiga sehemu moja utadestroy tu kipande kidogo sana, ambacho hicho kipande kidogo ni almost negligible. Yani ukijumlisha lile dude lote, network nzima zile tunnel ni kama negligible. Kwa hiyo nini unakuwa umeathiri? Unakuwa umeathiri kwamba ile sehemu ulioibomoa tayari umeathiri ile network nzima. Kama watu walikuwa watoke point A kwenda point B, alafu wanakuta point pale katikati wanakuta pameisha pigwa, pameisha dhurika, maana yake hawezi kupita tena. Ile accessibility inakuwa imeathiriwa. Lakini kingine walichokuwa nakifanya wa Marekani na wa Israel ni kupiga zile entrance, yani sehemu ambazo za kuingilia na kutokea. Sasa kwenye hilo pia wa Iran hawezi wakawa wajinga kwamba lazima mnavotengeneza entrances lazima mtengeneze njia pia za dharura za kutokea, njia za siri za kutokea pia lazima ziwepo, lakini lazima kuwepo kuna decoy entrances, sehemu ambazo ni za uongo, yani za kudhihaki, kwamba adui aone hii ni ya kutokea kumbe sio ya kutokea. Lazima kuwepo kuna backup plan siku zote. Sasa speaking of backup plan siku zote, ndio hapo unakuja kwamba hawa watu nimekuwa nikisema kwamba siamini kwamba walikuwa wajui kwamba hawatufanyiwa SEAD. Yani SEAD ni suppression of enemy air defense system, washambuliwe zile vitu mitambo yao na makombora yao na mifumo yao ya ulinzi wa anga. Kwa kama mnajua mtashambuliwa, lazima muwe mna kama hiyo mingine ambayo mmeiweka, ikiondoka ile ili ikipigwa ile ikatokea shida yote, muwe mna uwezo kuireplace hiyo. Lakini vivyo hivyo kwa makombora, kutokana na kauli ya Lagchi tunajifunza kwamba sio tu accessibility iliyoathirika. Nimesikia zaidi ya mara moja wa Iran wakiwa wanasema kwamba sehemu zao za kuzalisha makombora halisi hawawezi wakawa wamezifikia. Maana yake kama watu walikuwa wanajua watashambuliwa siku zote, kama walikuwa wana plan katika vita vikubwa, lazima pia walikuwa na mpango wa kujua kwamba vitu vinavyolengwa mwanzoni vitalengwa viwanda vya kuzalisha hayo makombora, components zile, kwa sababu kombora moja tengenezwi na kiwanda kimoja, viwanda viwili wala viwanda 20. Ni viwanda vinaweza vikafika hata 200, 300. Ni kama gari, ile gari unayoipanda wewe haitengenezwi na kampuni moja miaka yote. Kiwanda cha mwisho kinachofanya assembly ndo kimoja, lakini zile parts zimeweza kutoka za gari, zimetoka kwenye viwanda mbalimbali. Tairi imetoka sehemu yake, vioo vimetoka sehemu yake kwenye kiwanda cha vioo, na sehemu nyingine unaweza kukuta gari moja inatengenezwa na viwanda, yani vimehusika factories hata 400. Vivyo hivyo kwa makombora, hamna tofauti. By the way, kombora moja linaweza likawa lina thamani kubwa hata magari hata 30. Kwa hiyo unaweza ukaona anatengeneza ile picha uweze kuona sophistication ama namna gani kombora linachukua teknolojia kubwa na lina what it takes, nini kinahitajika kuwa na kombora moja. Kwa hiyo kupitia hiyo wa Iran na imani walishajua hilo, na wakajua namna gani wanaweza wakasurvive, kwamba sawa tukishambuliwa hivi viwanda ambavyo vinafahamika, sisi tunawezaje tukaendeleza uzalishaji wetu. Maana yake wanaweza wakawa wana sehemu za uzalishaji chini ya milima, ambazo hizo sehemu za uzalishaji tayari na zile parts za kufanya assembly walishazichukua kutoka kwenye sehemu mbalimbali na wana stockpile yake. Wanachofanya ni nini? Ni kutengeneza Sejil nyingine, kutengeneza Khorramshahr nyingine katika kasi ile ambayo inafanyaje inaweza ikatumika. Maana yake ni kwamba bado wana uwezo wa kusustain vita virefu zaidi. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia pengine anachokiongea basi Arakchi kina ukweli ndani yake. Na hiyo ndio imekuwa hofu kubwa pia kwa upande wa Marekani na washirika wake, kwamba pengine tukirudi kwenye vita na Iran sasa hivi
tunadhani amedhoofika, kumbe inawezekana hajadhoofika, na matokeo yake tukaja tukadhurika kweli kweli. Maana yake akazidi kututoa, kwa sababu tushaona kwenye war of attrition, vita vya piga ni kupige. Yani Marekani piga, Muirani kweli apigike, lakini na yeye Muirani anavyopiga anakusababisha wewe Marekani unatumia gharama kubwa zaidi. Mwisho wa siku, kama vita ni vya muda mrefu, utajikuta wewe Marekani umeishiwa silaha zako, kwa sababu unatumia katika kasi ambayo huwezi ukazifidisha kama vile ambavyo vinavyotoka. Kwa hiyo unaweza ukaona hiyo disadvantage. Kwa hiyo anachokisema basi Arakchi, Kakaskai, kwa namna moja ama nyingine kinawezekana kikawa kina ukweli, na njia pekee ya kuona kina ukweli inawezekana walichokitoa, maana kusema 120 kile walichokitoa sasa hivi kimeisha fidiwa tena. Maana yake kwamba hawa watu kumbe pia walikuwa wanafanya, inawezekana wanazalisha tena hizi silaha chini ya milima huko wakati vita vikiendelea. Sasa kuna hii hapa habari ya kile ambacho madhara yaliyotokea ya mashambulizi ya Marekani katika mlango wa Hormuz, ambapo jeshi la wanamaji la Marekani lilishambulia boti ya kibiashara yenye bendera ya Iran usiku wa kuamkia Ijumaa na kujeruhi mabaharia 10 huku watu 5 wakiwa bado hawajulikani walipo. Shirika la habari la Iran la Mehr limesema shambulio hilo linadaiwa kutokea katika maji ya mlango wa Hormuz na bahari ya Makran, Oman, ambapo meli ya mizigo karibu na maji ya wilaya ya Minab ilipigwa na kushika moto. Kwa mujibu wa Mehr, jumla ya mabaharia 15 walikuwa ndani ya meli hiyo ya mizigo. Mabaharia 10 walijeruhiwa na kuhamishiwa hospitali, huku vikundi vya uokoaji na timu za utafutaji zikiendelea kufuatilia hatma ya mabaharia wengine waliopotea. Lakini pia jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu wa Iran IRGC limezionya meli kukaa mbali na meli za Marekani katika mlango wa Hormuz baada ya mapigano hayo ya usiku kucha, likisema wakati mwingine linahitaji kuwafundisha Marekani somo, kwa mujibu wa rekodi ya sauti ambayo imesambazwa na CNN. Tunakushaurini kukaa umbali wa takriban maili 10 kutoka kwa meli kwa usalama wenu, kwa sababu wakati mwingine tunahitaji kuwafundisha Marekani somo kwa kutumia makombora na drones. Sauti moja ilisikika ikisema kupitia VHF channel 16, mawimbi ya redio yanayotumiwa kimataifa na meli kwa mawasiliano ya dharura. Chanzo kutoka sekta ya usafirishaji wa baharini kiliambia CNN kuwa siku ya Alhamisi wa Iran waliagiza meli zote zilizokuwa upande wa kaskazini wa mlango wa Hormuz kushuka karibu na Dubai, jambo ambalo zote zilifanya, kikiongeza kuwa kulikuwa na mashambulizi makali ya risasi katika njia hiyo ya maji siku hiyo. Wakati huo kituo cha Uingereza cha operesheni za biashara baharini UKMTO kiliripoti kuwa shughuli za usafirishaji katika mlango wa Hormuz zinaendelea kupungua kwa kiasi kikubwa, huku matukio mapya yanahusiana na usalama yakiripotiwa ndani ya saa 48 zilizopita. UKMTO ilisema kufanya shughuli katika njia hiyo ya maji bado ni hatari kubwa kutokana na mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya meli katika eneo hilo, na kuongeza kuwa shughuli za utekelezaji zinazohusiana na vizuizi bado zinaendelea. Chanzo kingine kutoka sekta ya usafirishaji wa baharini ya Iran kiliambia CNN kuwa uwezekano wa kupatikana kwa suluhisho la kirafiki kwa mzozo huo bado ni mdogo sana. Tuna wasiwasi kwamba vita vinaweza kuanza tena hivi karibuni, chanzo hicho kilisema. Tangu Marekani na Israel waanze mashambulizi ya anga dhidi ya Iran mwishoni mwa Februari, Iran imekuwa ikitishia kushambulia meli yoyote inayopita katika mlango wa Hormuz bila ruhusa kutoka katika jeshi la wanamaji la IRGC. Masubi, unasikia kauli zilivyo, kauli za kibabe, na hakuna mtu ambaye anaonyesha unyonge, na chanzo kama hicho alichokisikia kinasema kwa namna ambavyo mambo yanakwenda, hakuna dalili kwamba haya mambo yatakwenda kwa amani na kwamba vita vinaweza vikaibuka anytime. Ni kwa sababu Marekani tunaona kama hataki kukubali. Unajua kuna ile tunaita the superpower myth. The superpower myth, tunasema ile hadithi ya Marekani, ya ukuu wa Marekani, kwamba Marekani ni taifa lenye nguvu, na imekuwa hivyo kwa miaka zaidi ya tunasema miaka zaidi ya 80 sasa. Kiangalia kuanzia kuisha kwa vita vya pili vya dunia, Marekani anampokea kijiti Uingereza kutoka kuwa ndio taifa kuu, taifa lenye maguvu duniani. Marekani anachukua hapo, licha ya kwamba palikuwa pana umoja wa Kisoviet, kuna muda ulikuwa unatusaidia ili dunia iwe balanced, lakini tunafahamu umoja wa Kisoviet mwaka 92
unadondoka kabisa. Baada ya hapo Marekani wao kama wao ndio wanatoka na kuwa ndio the superpowers, na wanakuwa ndio tunasema yani the ultimate superpower. Wao peke yao wamejitawala kwenye miaka yote, na mambo mengi yametokea, vita vingi vimepiganwa, na sasa hivi tunaona dunia inajaribu tena kuibuka na kupunguza ile hegemony na mambo kama haya yanayotokea Iran. Sasa ile myth, ile hadhi ya Marekani ambayo imejijenga imeisaidia Marekani kuonekana kama taifa lenye nguvu, kukuza ushawishi wake, kuweza kutengeneza tunasema washirika wake Mashariki ya Kati, kuona kwamba tukae na Marekani, tukiwa Marekani tutakuwa salama. Sasa Marekani anailinda sana ile, kwa sababu ndio msingi pia wa deterrence yake, yani hofu ya mataifa kuiogopa Marekani kijeshi ni hiyo ya superpower. Ndio maana inajengwa na nguvu zake, nguvu za kiuchumi, vikwazo, nguvu za kijeshi, aircraft carrier, mandege ya kijeshi, na state of the art weapon, yani zile silaha ambazo tunajua ni za kisasa kabisa, nyingi ambazo Marekani wanazo, kama TLM, zile TLAM, Tomahawk land attack missiles, makombora Tomahawk hayo, na silaha nyingine ambazo ni za kisasa kweli kweli. Sasa kutokana na hiyo the superpower myth, ama hadithi ya ukuu wa Marekani, dhana ya ukuu wa Marekani, alafu leo wanashindwa kufungua mlango wa Hormuz. Nadhani kwa Marekani hiyo ni ngumu sana kuimeza hiyo, kwamba Iran ana control Hormuz, na tumekuwa tunaisema hapa Iran control Hormuz inaenda moja kwa moja kuathiri ile ukuu wa Marekani, kwa sababu inamuingiza Iran naye katika zile anga za mataifa makubwa duniani, kwa sababu kupitia Strait of Hormuz inampa nguvu kubwa, na ana uwezo wa kuyafanya mataifa mengi ya muogope, kwa sababu Hormuz inamfanya Iran aweze kuproject power yake, aweze kusambaza nguvu ile dunia nzima kupitia tu ule mfereji wa Hormuz. Kwa hiyo sasa nini ambacho tunakiona kwa Marekani kutokana na hii operation hapa ambayo imefanyika? Ndio maana Gagaskai anasema katika ripoti hapo kwamba kwa hali tunavyoiona ni ngumu hawa watu kuyamaliza haya mambo pole kwa amani. Marekani hataki vita vikubwa, lakini amekuwa anaamini kwamba hata kama hamna vita vikubwa, angefanya labda operation ya kawaida yoyote ambayo inaweza kuua lile zuio ambalo Iran wamefanyaje, wameliweka. Marekani akaja na ile kufanya blockade, ama kumwekea mzingiro nchi ya Iran, kwamba hamna Iran kutoa meli zake zozote za kivita, za mafuta, hamna meli za kawaida hata za kibinadamu tunajua, lakini tunaambiwa wa Iran wanatumia sasa hivi bandari za Pakistan kwa ajili ya kupata mahitaji yale ya muhimu yanaweza kuhitajika, bidhaa kama vile bidhaa za hospitali na vitu vingine ambavyo vikifika nchini Pakistan wanashare mpaka magari ya kawaida yanaingiza mpaka kuingia nchini Iran. Lakini ipo taarifa kwamba pia kuna namna fulani Iran wameweza kuwa wanaikwepa ile blockade, ama ule mzingiro wamekuwa wanaukwepa. Kwa nini? Kwa sababu zinasemwa tangu kuwekwa kwa blockade ile mpaka sasa hivi, tangu mzingiro ulivyowekwa, zimepita meli zaidi ya 30. Yani meli inasema mpaka 34 zimepita na zimeweza kufika nchini China. Na unaweza ukaona kauli ya waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent anaongea, anasema kwamba nchi ya China inafadhili nchi ya Iran, na vikwazo vimetangazwa siku za hivi karibuni kwa zile zinaitwa kama teapot refineries, ama mitambo ya kusafisha mafuta, kuchakata mafuta ghafi, ambayo inasemwa kampuni kama 5 za nchi ya China zimekuwa zinatumia mafuta ya nchi ya Iran. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine tunaona ile blockade imefeli, na ni rahisi tu kufanya blockade kwenye bahari ni kubwa sana, kizingatia ndege za meli za Marekani ziko mbali sana. Kwa hiyo pengine wa Iran wametengeneza namna ambayo wanaweza wakaziangalia zile meli, kujua ziko wapi, muda wapi, kwa hiyo ruti yetu tunaweza tukaitengenezaje. Na unaweza kaona, ndio maana hizi taarifa unasikia kuna meli fulani, data za satellite zinaonyesha imeweza kupita, imefika China, zimekuwa ni nyingi siku za hivi karibuni. Kwa hiyo yote hiyo Marekani aliweka ili kuzuia lile mzingiro wa Iran asionekane na nguvu, na yeye Marekani bado ndio mwenye say, ndio
wamecontrol ile Hormuz. Na muda unasikia Trump anasema wao ndio wamefunga Hormuz, which is wrong. Sisi tunajua blockade ambayo ina mata ni ile blockade ya Iran huko. Sasa baada ya hii blockade kuona kwamba Marekani wanaona haifanyi kazi hii blockade ya ama huu mzingiro walioweka wao mwanzo, wanakuja na hiyo operation tunasema operation hiyo project walioitangaza Project Freedom nayo imefeli. Na kabla ya hapo, wakati tu wa ceasefire, kabla hii project, kumbuka zile meli za kivita 2 ambazo zilisemwa kupita na CENTCOM ikasema zimepita, baadaye tukaambiwa zimerudishwa. Yote hiyo ni undermine ama kujaribu kuivunja ile blockade ambao wa Iran wameiweka na kujaribu kuwatingisha wa Iran kwamba waliona hatuna ceasefire nao labda hawezi kutushambulia. Na unakumbuka tukaambiwa zile zimerudishwa. Inakuja Project Freedom ama mradi wa uhuru, wakiwa wanamaanisha waende wakaziruhusu zile meli ama waziescort ziweze kutoka. Tunafahamu Rais Donald Trump ameweza kuihairisha, lakini tunafahamu ilikuwa ni project ambayo ni ngumu sana, lazima wahusishe jeshi la anga. Saudi Arabia na mataifa mengine wamewakatalia kutoa ndege zao hapo. Lakini tunafahamu pia kusema zile meli wao wakazi escort ziweze kupita chini ya escort ama msafara wa kijeshi na meli zao za kivita. Tunafahamu kwamba si kama wa Iran walizuia kupita pale, lakini wa Iran kwa mujibu wa ceasefire waliisha kubali na wakaifungua Hormuz, meli nyingine zipite. Lakini nini kilichofanya mpaka wa Iran waweze kufunga tena pale ule mfereji wa Hormuz? Ni kwa sababu Marekani aliuweka ule mzingiro kwamba meli nyingine zipite, lakini nyinyi wa Iran za kwenu hamna. Lengo la Marekani pia alitaka, anajaribu kutumia ile nguvu yake kumlazimisha Muiran aweze kukubali vipengele, yani tunasema capitulate kwenye meza ya mazungumzo, aweze kuwa Muirani asiwe na nguvu kubwa ya mazungumzo ambayo anaionyesha, kwa sababu ameshikilia Hormuz. Kwa kushikilia Hormuz maana yake uchumi wa dunia wote uko hatarini, na uchumi wa dunia ukiwepo hatarini maana yake uchumi wa Marekani pia uko hatarini. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia unaona kwamba Marekani akafanya operation hii Freedom, lengo anajaribu kuivunja hiyo, lakini hiyo nayo imeshindikana. Sasa kama hiyo imeshindikana, ni hiki ambacho tunakiona kwa hizi meli 3 kilichotokea. Mimi ukiniuliza binafsi yangu, naona kabisa hii ni attempt, ni jaribio la kujaribu kuvunja tena ile Hormuz. Kama sio kuvunja bali ni kutest the defenses. Labda Marekani waliamua wajaribu na kuona hawa Iran kweli wamejipanga, hiyo defenses zao zimekaaje, na pengine Marekani walitaka wavunje ule mzingiro. Na ndio maana tunaambiwa hata kuna drone pia zimehusika kwenye hii operation kutokea UAE. Na wa Iran tumeona taarifa kadhaa kwenye vyombo vya habari vya Iran zikisema kwamba kama kweli nchi ya UAE itathibitika kwamba drones zimetokea kwao, basi wamesema kwamba watalipia gharama UAE. Na tunafahamu kwamba kwenye hii shambulio niliongea kwamba air defenses zilikuwa activated over maeneo kadhaa, ni kwa sababu ya drones zinasemwa zilionekana, yani drone activity. Kwa sababu drones zinafanya nini hapo? Najiuliza hilo swali, drones zilikuwa zinafanya nini? Kazi ya drone ni mbili, either itumike kwenye mashambulizi kama one way attack drone, lakini kazi nyingine ni drone kuweza kutumika kwa ajili ya ukusanyaji wa taarifa, ambazo taarifa hizo zinaweza kutumika kwenye mashambulizi ama kupanga operation fulani. Kwa hiyo tunasema ISR, intelligence, reconnaissance and surveillance. Hiyo inaweza kufanywa na drone kadhaa. Kwa hiyo pia tunaona kwamba zipo drone ambazo zimedunguliwa, zimeshushwa, ndio maana unaona air defenses were activated kuonyesha pengine kuna operation ndogo ilitaka ifanyike, ndio maana unaona zimetumika meli hizo, meli 3 za kivita. Kwa hiyo mimi nadhani kaka Sky, kwa kumalizia hii kilichofanyika ni ile ambacho Marekani hawataki kukubali, kwamba ile the myth of superpower, kwamba hawataki kukubali kwamba Muiran kwa nini anashikilia hii Hormuz mbele ya sisi Marekani, kwa nini sisi tushindwe kuifungua hii. Kwa hiyo unaona kwamba kilichokuwa kinafanyika ni kama pengine kuna uwezekano kwamba ili Marekani walitaka wafanye operation ndogo ya kuifungua, na kama ingefanikiwa baadaye ungeona Rais Donald Trump amesimama na angesema
mida ya saa fulani niliidhinisha operesheni fulani ndogo kwa ajili ya kuifungua Hormuz, na operesheni hii imeenda vizuri chini ya wanajeshi wazalendo, wanajeshi imara wa jeshi la Marekani. Kwa hiyo Rais Trump angekuja na hiyo kauli, lakini kwa vile imefeli, basi unaona inakuwa imeuliwa hivyo, yani katika namna ambayo kwanza hatujasikia akiongea chochote kuhusiana na hiyo, na tunasikia tu CENTCOM wameongea tu kawaida kwamba kujilinda. Okay, fine, mlienda pale yale maeneo kufanya nini na mkatoka kule? Kwa hiyo inafikirisha sana, na unaona ni kwamba yani kwa namna yote Marekani hajakubali, na hili ni jaribio la 3. Sasa hatujui ni lini Marekani atakubali, kwa sababu kwamba bana, mimi nimeshashindwa na namna pekee ambayo naweza Hormuz ikafunguliwa ni mezani, tukae chini tukubaliane na Iran. Kwa hiyo ngoja tuone, na nadhani na wenyewe pia wana hope pia labda kwenye hii proposal yao ambao wameiweka, lakini yani na tamanio lao kubwa wa Marekani ni kuweza kama wangeweza kufanikiwa kuondoa blockade na meli zikaanza kupita na kuiundermine ile position ya Muiran, kwamba Muiran hana nguvu yoyote katika Hormuz, sisi ndo tuna uwezo katika hii Hormuz, which is tunaona imeshindwa hiyo. Okay, sawa. Sasa twende UAE ambapo unafahamu ambacho kimetokea wiki hii pia. Kuna hii habari ambayo imetolewa na Wizara ya Ulinzi Ijumaa hii, ambapo imetangaza kuwa mnamo Mei 8, yani Ijumaa hii 2026, mifumo ya ulinzi wa anga ya UAE ilidungua makombora mawili ya ballistic pamoja na drones 3 zilizorushwa kutoka Iran, huku watu 3 wakijeruhiwa kwa kiwango cha wastani. Tangu kuanza kwa kile ilichokiita mashambulizi ya wazi ya Iran dhidi ya UAE, mifumo ya ulinzi wa anga ya nchi hiyo imekabiliana na jumla ya makombora 551 ballistic, makombora 29 ya cruise pamoja na drones 2263. Idadi hiyo imefanya jumla majeruhi kufikia watu 230 kutoka mataifa mbalimbali, wakiwemo raia wa UAE, Misri, Sudan, Ethiopia, Ufilipino, Pakistan, Iran, India, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijan, Yemen, Uganda, Eritrea, Lebanon, Afghanistan, Bahrain, Komoro, Uturuki, Iraq, Nepal, Nigeria, Oman, Jordan, Palestina, Ghana, Indonesia, Sweden, Tunisia, Morocco na Urusi. Jumla ya waliouawa imefikia watu 13, wakiwemo mashahidi 3, ambapo mmoja wao alikuwa raia wa Morocco aliyekuwa akifanya kazi kwa mkataba na jeshi la UAE. Aidha, vifo vya raia wa kawaida vimefikia watu 10 kutoka mataifa ya Pakistan, Nepal, Bangladesh, Palestina, India na Misri. Wizara ya Ulinzi ilisisitiza kuwa ipo tayari kikamilifu kukabiliana na vitisho vyovyote na itachukua hatua kali dhidi ya jambo lolote linalolenga kuhatarisha usalama wa nchi hiyo kwa namna itakayolinda mamlaka yake, usalama, uthabiti pamoja na maslahi na uwezo wake wa kitaifa. Lakini sasa kuhusiana na hiyo pia, Rais wa Marekani Donald Trump bado hajafanya uamuzi kuhusu namna ya kujibu hatua ya baadhi ya washirika wa Marekani kuzuia jeshi la Marekani kutumia vituo vyake vya kijeshi, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Ikiwa moja sababu kuu zinazofanya Marekani kuwepo ndani ya NATO ni uwezo wa kuwa na vikosi vilivyowekwa Ulaya ambavyo vinaweza kutumika katika maeneo mengine ya dharura, halafu sasa hilo haliwezekani tena walau kwa baadhi ya wanachama wa NATO, basi hilo ni tatizo na linapaswa kuchunguzwa, Rubio aliwaambia waandishi wa habari wakati wa ziara yake mjini Rome. Aliongeza kuwa Trump bado hajafanya maamuzi hayo. Lakini pia kuhusiana na swala la UAE, unafahamu Trump downplay, alichukulia kwa uzito mdogo shambulio hilo la UAE, na ikapelekea Saudi Arabia pamoja na UAE kuizuia Marekani isitumie base zake katika operesheni zinazoendelea. Na baada ya mazungumzo wakawa wameachia, na hii ni kwa sababu nchi za UAE pamoja na Saudi Arabia hazikufurahishwa na namna ambavyo Marekani ilireact kutokana na mashambulizi ya hivi karibuni ya Iran, kwa sababu wao walichukulia haya ni mashambulizi ambayo yaliqualify kukiuka zile taratibu au makubaliano ya ceasefire. Lakini kwa nini Marekani imechukulia poa? Mimi tafsiri yangu ya reaction hiyo ya UAE pamoja na Saudi Arabia ni kwamba uhasama kati ya hizi nchi na Iran unazidi kuwa mkubwa. Kuna chuki kubwa sana baina ya UAE na
Iran kwa sasa, si ndio? Hiyo chuki tumekuwa nasema ni chuki ya muda mrefu sana. Mbegu zake zilipandwa muda mrefu sana, inarudi miaka mingi nyuma. Nimewahi kugusia kwamba UAE ni nchi ambayo imetangazwa mnamo mwaka 1970 kwa muunganyiko wa visiwa 6, visiwa kama vile Al Quwain, kisiwa kama vile Abu Dhabi, kisiwa kama vile Dubai, kisiwa kama vile tunasema Dubai yenyewe. Hivi vyote visiwa vya Emirate hivi vimekuja vimetengeneza hii nchi ya UAE mwaka hiyo 71 Disemba. Lakini unakuja unaangalia chuki na Iran inatokea wapi? Chuki na Iran kwanza kabisa taifa lenyewe, nilisema kuna visiwa ambavyo Muiran baada tu taifa hili kutangazwa visiwa vitatu Iran walienda wakavichukua hivyo visiwa ambavyo wao wanadai ni vya kwao. Ni territorial waters tangu enzi za ufalme, ni territorial lands tangu enzi za ufalme huko, ambao nilivitaja kisiwa kama vile nasema Lesser Tam, kisiwa kama vile Abu Musa, hivyo visiwa na kisiwa kingine tena. Hivyo vote wao walivichukua kidai ni vya kwao, na hiyo chuki imekuwa ipo tangu muda huo. Na mwaka 79 kwa sababu 71 ilikuwa wakati wa Shah, na Shah pia hata anasema alidondosha pia dai la Bahrain ambayo ilikuwa ni ya kwao wa Iran, ni wana claim ya kwao ni ya kwao, yani ni ya kwao tangu kipindi hiko, lakini wanadai Mwingereza na vitu vingine, vitu kama hivyo. Masuala ya ukoloni ndio yaliyofanya wakaipoteza hivyo. Lakini unaangalia mwaka 79 pia, baada ya mapinduzi na utawala mpya ulivyoingia, ule utawala wa Kiislamu, Ruhollah Khomeini alionyesha chuki ya wazi kwa hawa viongozi wa ufalme. Yani wafalme, unajua nchi nyingi za Gulf ni nchi za kifalme zote zile. Saudi Arabia, ukija kwa UAE, zipo zinaongozwa na wafalme. Kwa hiyo tena wafalme ambao wamekopo wana ushirikiano na nchi za Marekani. Kwa huyu mzee alikuwa na misimamo mikali, na alisema wazi kwamba mapinduzi yameanza Iran, lakini yatafuatia na kwenye nchi zao. Yani wao wameanza tu Iran, lakini hili mzee alikuwa anajiona ni kama anaona kama jukumu la kuunganisha ulimwengu wa Kiislamu ni la kwao Iran. Yani yeye alikuwa anaona hivyo, kwa akasema tumeanza Iran haya mapinduzi, lakini mbegu ya mapinduzi itabidi kusambaa na kuondoa hawa viongozi ambao alikuwa anawataja kabisa hadharani, viongozi wasiokuwa halali, viongozi ambao wanapandikizwa, viongozi ambao wanashirikiana na the great Satan ama na hizi nchi za kishetani. Kwa hiyo mzee alikuwa na misimamo mikali, na ukiangalia Saudi Arabia na yenyewe nayo ikawa inaona ni tishio kubwa, na wenyewe kama ambao wanajiona wanajiona kama the greater power, na wamekuwa wanajiona kama taifa lenye nguvu kama kiranja pale Mashariki ya Kati, lakini wanaona kwamba wanashindwa exercise ile nguvu yao tu ni sababu ya Iran, kwamba Muiran amekopa ana downplay nguvu yao pia, na support ya Iran ambao wamekuwa wanaionyesha pia kwa vikundi mbalimbali vya wapiganaji wanamgambo. Ukienda kule Wahuthi Yemen, ukienda kule Hezbollah Lebanon, ukienda kwa PMF nchini Iraq, ukienda Syria, wamekuwa wanaona kwamba support ya Iran kwa vikundi hivyo ni tishio kwa mataifa yao, pengine siku vinaweza vikaja vikawa wahatarisha. Ndio maana unakuja kumuona Prince Muhammad bin Salman baada kuwa ameingia madarakani, baba yake Mfalme Salman Saud anachokifanya ni nini? Mfalme Salman amemchagua baba yake, lakini amemchagua mwanae kama waziri wa ulinzi. Cha kwanza anachokifanya bin Salman 2015 anaenda kuishambulia Oman na Yemen, anaenda kuishambulia akiwa anataka kukabiliana na Wahuthi, kwa lengo la kwamba wanakabiliana na tishio ambalo Iran ameliwekwa, na kuja kuhojiwa baada anaongea maneno ya chuki sana dhidi ya Iran. Kwa haya mataifa ya GCC yanaichukia sana Iran, hasa Saudi Arabia na UAE. Uko sahihi, na nyuma ya pazia wamekuwa nadhani wao wanaona ni heri ushirikiane na Israel kuliko ushirikiane na Iran. Unaweza ukaona UAE wakapigiwa simu na Netanyahu, ni official news kabisa, akimpa pole kufuatia mashambulizi. Unaweza ukaona mifumo ya ulinzi ambayo iliweza kupelekwa
nchini UAE. Jiulize, mifumo ya ulinzi wa anga kupelekwa kwa nchi ambayo ni mara ya kwanza mifumo ya ulinzi ya Israel inatolewa nje ya nchi ya Israel. Hiyo maana yake ni ushirikiano ambao ni mkubwa, pengine ulikuwa tu haujatangazwa baina ya nchi ya Kiarabu na nchi ya Israel, kitu ambacho ni nadra kweli kweli. Kwa hiyo unaweza ukaona pia Saudi Arabia, tumekuwa tunaambiwa mara kadhaa wamekuwa wanashirikiana na Israel katika operation mbalimbali, lakini ukijua kitu kimoja, hichi nakupa kama nyongeza kwamba nchi ya UAE, nchi ya Saudi Arabia na nchi ya Qatar, hizi zote ni nchi za GCC, yani nchi za Ghuba, pamoja na Oman, lakini Oman huwa na sera zake za peke yake. Hizi nchi tatu ni nchi ambazo zenyewe kwa zenyewe hazipatani. Qatar tunamweka nje kidogo, lakini UAE na Saudi Arabia hazipatani, yani hazipatani. Hapo penyewe nimekupa mfano wakati taifa linavyoanza mwaka 71, haliko imara taifa la UAE. Iran kachukua visiwa anavyodai vya kwake. Saudi Arabia mwenyewe ana eneo alilokopa na dai la kwake, lakini ni eneo la UAE, ambalo hili eneo ni eneo ambalo lilikuwa lina utajiri wa mafuta, lakini ili UAE waweze kukubaliwa na Saudi Arabia ilibidi wa compromise lile eneo, wakasema tunakuachia wewe Saudi Arabia. Wakaenda wakafanya makubaliano, wakaandikishiana. Saudi Arabia akaitambua nchi ya UAE na akaipa support, lakini hawapatani kabisa na wamekuwa na chuki. UAE ndio nchi ya kwanza kuweza kufanikiwa kuanzia kwa Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ambaye tunajua tunasema Sheikh Zayed Al Nahyan, ambaye ndio ameweza kuibadilisha nchi hiyo ya UAE, na ni nchi ya Kiarabu ya mfano wa kuigwa. Haitegemei mafuta kwa 100%, imediversify, imekopo Dubai ni World Trade Hub na vitu vingine. Saudi Arabia haijaweza kufanya hivyo. Prince Mohammed bin Salman, yeye baada ya kuwa kaingia mwaka 2015 ndio kaanzisha Saudi Dream 2030. Lakini Qatar pia wanakuja nyuma hapo, wakiwa na wenyewe wamefanikiwa pia kwenye kudiversify, wasitegemee mafuta tu. Lakini Dubai, UAE kwa ujumla wake ndio imekuwa mfano wa kuigwa. Kwa hiyo kwa Saudi Arabia pia wamekuwa hawapendi kuona kwamba huyu kawazidi, kuna kama ile kijicho ama wivu fulani. Kwa hiyo wenyewe kwa wenyewe wana tofauti zao. Unaona hata UAE imejitoa kwenye, na tunajua yani ni proven hizo tofauti zao, lakini kwa sababu ya Iran wanaashia common enemy, na ndio hicho kimekuwa kinaunganisha. Siku tunasema maadui huwa wanaungana kama wana adui mmoja ambaye ni mkubwa. Kwa hiyo wanaungana kukabiliana naye. Hata Warumi na Wabyzantine, Warumi ndo wa Byzantine, yani Wabyzantine na Wapersia ama Waajemi, miaka hiyo licha kuwa na uadui mkubwa, lakini waliungana kwa ajili ya kupigana na adui huyu mmoja ambaye ni Khalid ibn Walid, lakini wote mwisho wa siku walifanyaje? Waliweza kushindwa. Kwa hiyo maadui huwa wanaungana kama wana adui mmoja ambaye ni Muiran. Kwa hiyo linapokuja swala la Muiran, wanakutana, wanakuwa washirika. Na UAE ukitaka kujua na chuki na Iran, jiulize, yuko radhi ashirikiane mpaka na Israel mradi tu aweze kumshinda Muiran. Unaweza kuona ni chuki kubwa hii kiasi gani. Na pia waliwahi kuungana kwa ajili ya kumdhibiti Qatar, lakini hiyo nimewahi kuiongea kwenye chambuzi zangu nyingine, na rudia tena leo, labda siku nyingine huko mbele. Lakini waliwahi kuungana pia kwenye kuidhibiti nchi ya Qatar, ambako Qatar pia iliweza kusurvive. Kwa hiyo hawa wenyewe GCC wenyewe, kwanza ukianza wana tofauti zao, lakini huwa wanaziweka tofauti zao pembeni linapokuja swala la kukabiliana na Muiran. Kwa hiyo kaka Sky, nadhani ni hivyo. Okay, sawa. Sasa habari ya mwisho actually ni latest tena, ambayo inahusiana na madhara ya kile ambacho kimetokea kwenye shambulio la jana usiku kwenye mlango wa bahari Hormuz. Kuna hii ambapo Mohamed Radmehir, gavana wa wilaya ya Minab kusini mwa Iran, amesema amepokea taarifa kuwa waokoaji wameupata mwili wa mtu mmoja ama baharia mmoja kati ya mabaharia 5 waliokuwa wamepotea baada ya shambulio la Marekani dhidi ya meli ya Iran usiku wa kuamkia Ijumaa ndani na karibu na mlango Hormuz. Shirika la habari la Iran Mehr limemnukuu Radmehir akisema kuwa timu za uokoaji zinaendelea na juhudi za kuwatafuta mabaharia wengine 4 ambao bado hawajulikani walipo. Mapema kama walivyoripoti Al Jazeera, Radmehir alisema mabaharia wengine 10 pia walijeruhiwa wakati wa mapambano hayo
ya majini. Kwa hiyo mengine mwana SNS tutakujulisha katika habari zetu za kila siku, lakini kwa leo tuishie hapo kwenye GPS ya Ijumaa hii. Manake tukutane tena katika siku ya Jumatatu na kuendelea mpaka Ijumaa kuangalia mengine mengi ambayo yatakuwa yanakujia katika GPS katika habari za kidunia na mambo kama hayo. Ali, asante sana ndugu yangu kwa kama kawaida umeendelea kuwakilisha. Ni kushukuru pia wewe mwana SNS ambao uko nasi katika wiki hii nzima katika GPS. Hadi wakati mwingine, hiyo ikimaanisha Jumatatu. Frederick Bundala ndio jina langu. Kwa heri.